وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jana tulisimama pamoja na dua ya Nabii Allah Nuh alipomwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayyara, kama inavyotueleza suratu Nuh. Waqala Nuhun Rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayyara, aliposema Nabii Allah Nuh kumwomba Mwenyezi Mungu, Mola wangu usibakishe katika dunia hii yoyote katika makafiri. Dayara yani asakinu diyar, yani mwenye kukaa kwenye nyumba, na maalum ni kuwa binadamu wote waishi kwenye nyumba au kwenye shelter. Sasa ni kama amwambia Mwenyezi Mungu kwa usimbakishe yoyote. Na tukasimama pamoja na dua ya sampuli hii, tukasema kuwa ulama wamechukua kutoka kwenye hii dua ya kuwa yajuzisha dua hii kuwaombea dua ya maangamivu wale ambao kwamba ni maadui wa Uislamu, kwa sababu kaumu Nuh, wale watu wa Nuh walikuwa na uadui wazi wazi kwa Nabii Allah Nuh, ndio akawaombea hivi. Na wakatuambia pia Nabii Allah Nuh sababu ya kuwaombea maangamivu ni kuwa alikuwa shambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa wale waliobaki katika kaumu zake ambao kwamba hawajaamini mpaka wakati ule, wale hawaamini tena, kwa hivyo watabaki ni makafiri, watabaki ni maadui. Wa uhiya ila nuhin an lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabtais bima kanu yafalun. Kwa ulama wakatuambia yaruhusika na yajuzu kuwaombea madhalimu, maadui wa Uislamu, dua za maangamivu ili ule uadui wao ukome. Na tukasema jana kuwa pengine ili laweza kushangaza, lakini baadhi ya nchi za Kiarabu, nchi za Khalij, Ramadhani tu hii wametoa tangazo kuwa katika baadhi ya misikiti au wafai imamu hafai katika kunuti ya witr au katika mimbar kama ni khatibu wa Juma waombea dua ya maangamivu daula ya Israeli, Mayahudi, kwa kisingizio au kwa dalili ya kwa Uislamu hauruhusu kuwaombea watu dua ya maangamivu. Naam, hauruhusu, lakini wale watu ambao kwamba hawana shari, watu ambao kwamba si maadui za Uislamu, na Qur'ani yatueleza la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min biladikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Mwenyezi Mungu hajawakataza Waislamu kuamiliana kwa wema, kufanyiana wema na hata wale ambao kwamba si Waislamu, lakini ambao kwamba hawajaufanyia uadui wa Uislamu wala hawajawatoa watu katika majumba yao, kuwafanyia wema, antabaruhum, na kuwafanyia usawa, tuksitu ilaihim, mpaka mwisho wa aya. Lakini wale ambao kwamba ni maadui wa Uislamu wazi wazi na bila sababu, washambulia Waislamu, wawatoa ndugu zetu wa Falastini katika ardhi zao na nyumba zao, hakuna mwingine ambao kwamba atafaa kuombewa maangamivu kama hawa hawafai kuombewa maangamivu. Na tukaona jana kuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pamoja na kuwa alikuwa ni rahmatun lilalamin, ni mwenye rehma kwa walimwengu wote, na pamoja ya kuwa aliwaombea dua nzuri hata wale watu wa Taif ambao kwamba walimfukuza na wakampiga mawe, lakini pia ilipokuja kwa maadui zake na maadui wa Uislamu ambao kwamba hawana njia ya kuongoka na uadui wao umesimama wima, kina Abu Jahal na kina Utba ibn Rabi'a na wengine, aliomba Mwenyezi Mungu akasema Allahumma alayka bi Amr ibn Hisham wa Utba ibn Rabi'a
na wote wale 7 aliowaombea maangamivu. Kwa hivyo tukaona kuwa kama wanavyotuambia ulama, twaweza kuchukua kwenye dua hii rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayara, kuruhusika kuwaombea dua maadui za Uislamu. Kisha Nabii Allah Nuh akamaliza kwa dua kama inavyomalizika katika suratu Nuh, kumwomba Mwenyezi Mungu rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lilmu'minina walmu'minat wa la tazidi adh-dhalimina illa tabara. Dua ya mwisho kabisa katika suratu Nuh, Nabii Allah Nuh aomba dua sasa, awaombea wazazi wake, rabbi ighfirli wa liwalidayya, Mola wangu nisamehe mimi madhambi yangu na wazazi wangu wawili. Ulama watuambia aya hii ina faida 2 kubwa. Faida ya kwanza ni umuhimu wa kuwaombea wazazi dua. Hakuna akiba katika akiba njema ambazo kwamba mzazi aweza kuziwacha hapa duniani kama kumwacha kijana ambaye kwamba atamkumbuka kwa dua. Ndio hadithi maarufu tunayoielewa sisi sote, idha mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min 3: sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu. Binadamu akisha kufa, shaondoka hapa duniani, hakuna amali yoyote inayoendelea isipokuwa amali 3. Amali ya kwanza ni sadaqa jaria, ya pili ni elimu kama aliifundisha na elimu ile ikabaki yasambazika kwa mavideo au kwa wanafunzi wake, ile pia itamfaa hata baada ya yeye kufa. Na ya 3 na kubwa zaidi, au waladin salih, au kijana mwema yad'u lahu, ambaye kwamba atamuombea. Kwa hivyo ni kitu kikubwa sana kwa mtu kuwa na mtoto mwema ambao kwamba atamuombea. Na Nabii Allah Nuh ndilo alilolionyesha hapa, aliwakumbuka wazee wake pamoja na hali yake ile ya dhiki na shida kama tulivyoeleza jana, lakini pale alipokuwa yajiombea yeye mwenyewe akawakumbuka na kuwaombea wazee wake. Sayyidina al-Imam Ash-Sha'rawi, mmoja katika mufassirun wakubwa, atuambia kuwa mtu hawezi kujijua nafsi yake na hafai kujitakasa kuwa yeye ni mwema au si mwema. Elimu ya kuwa wewe ni mwema au si mwema na fulani ni mwema au si mwema iko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini Mwenyezi Mungu ametuwekea vitu ambavyo kwamba mtu akiwa navyo vajulisha kuwa huyu mtu ni mwema. Kitu kimoja katika vitu hivyo ni hii hadithi, au waladin salihin yad'u lahu, au kijana mwema anayemuombea mzazi wake. Kwa hivyo hii ni miayar, ni kipimo. Sasa wataka kujijua wewe ni mwema au si mwema, jiangalie katika kuwaombea wazazi wako. Ukiona wakithirisha kuwaombea wazazi wako kila saa, kila baada ya swala, kila siku huwasahau, basi hicho ndicho kipimo cha kuona wewe ni mwema. Kwa hii ni faida ya kwanza. Sayyidina Nuh aliwaombea wazazi wake, rabbi ighfirli wa liwalidayya. Kisha akafanya taamimu dua, akaipanua zaidi hii dua, akaieneza kwa watu wengine pia, waliman dakhala baytiya mu'minan walilmu'minina walmu'minat, pia wasamehe na wote walioingia nyumbani kwangu, waumini wa kiume na waumini wa kike. Ndio ulama watuambia idha da'auta fa'ammim. Ulama watuambia kuwa dua ukiiomba, eneza ile dua, usijiombee wewe peke yako, eneza, waombee na wenzako katika Uislamu na ahli yako na jamaa zako. Na watuambia dua iliyofanyiwa taamimi, iliyoenezwa, ni ahra lilqabul kushinda ile dua mtu aliyojiombea yeye mwenyewe. Ukiomba kwa mfano rabbi ighfirli, nisamehe mimi peke yangu, na ukiomba rabbana ighfir lana, tusamehe sote, watuambia hii ya pili ndo ina ukaribu wa kukubaliwa kushinda hii ya kwanza. Kwa hivyo hapa pia tujifunza kutoka kwa Nabii Allah Nuh ya kuwa mbali na kuwaombea wazazi wake, kisha akafanya taamimu dua, akaipanua zaidi ile dua. Na ndivyo tunavyotakiwa sisi tuziombe dua zetu. Ukiomba dua
waombee na ndugu zako na jamaa zako na familia yako na Waislamu wenzako wote kwa jumla. Ukiomba hivyo, sikuwa kutapungua, sikuwa utakuwa na uchoyo ya kuwa ukiomba kama ni pesa watapata na watu wengine pia, la, mtapata nyote, na bali ulama watuambia ndio iko karibu zaidi kukubaliwa kushinda ile kujiombea wewe peke yako. Nabii Allah Nuh alipokuwa katika hali hii sasa ya kuambiwa sasa kuwa wewe, wale waliokuamini ndio hao peke yao, hakuna atakaye kuamini tena, yeye ndio akamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyotangulia kusema, ya Allah, basi usiwabakisha, fala tadhar ala al-ardi, hao usiwabakisha tena hapa duniani, kwa sababu ukiwabakisha watawapoteza na wale walioamini, wala yalidu illa fajiran kafara, na vizazi vao pia vitakuja vitafanya kufuru, afadhali uwaondoshe hapa duniani. Katika aya za sura nyingine Nabii Allah Nuh akamwomba Mwenyezi Mungu, waqala Nuhun fadaa rabbahu anni maghlubun fantasir fafatahna abwaba samai bima'in munhamir. Nabii Allah Nuh akainua mikono yake kwa Mwenyezi Mungu kwa ikhlas, akamwambia Mwenyezi Mungu, ya Allah, sasa nimeshindwa, anni maghlub, mimi nimeshindwa sasa, sina tena njia nyingine, fantasir, nisaidie, niletee nusra yako. Mwenyezi Mungu akasema, fafatahna abwaba samai bima'in munhamir, tukazifungua milango ya mbingu, tukazifanya mbingu zishukishe maji, yani mvua kubwa ya gharqa. Na sote tuelewa kuwa maangamivu ya kaumu Nuh ilikuwa ni ya gharqa. Lakini kabla hapo, baada ya Mwenyezi Mungu kumjulisha Nabii Allah Nuh kuwa wewe, hawakuamini tena hawa, wa uhiya ila nuhin an lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabtais bima kanu yaf'alun, usisikitike kwa wanayoyafanya hawa, sasa hawakuamini tena. Kisha akampa na amri Nabii Allah Nuh, akamwambia wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, sasa tengeza boti, jahazi kubwa kwa macho yetu na kwa wahyi wetu. Nabii Allah Nuh, zile sehemu alivyokuwa akiishi, sehemu za Iraq, na kama sikukosea mpaka kwenye boda za mepo zetu za sasa, Iraq haina bahari kama sikukosea, inao mito Furat na Euphrates ile na Tigris kule ndani, lakini haina bahari, na mito yenyewe ilikuwa ni mito midogo midogo. Lakini yeye akaambiwa tengeza boti, tena boti kubwa, jahazi kubwa. Bila shaka lile likawa ni mahali pa kufanyiwa kejeli na wale maadui zake na wale ambao kwamba hawakumwamini, ikiwemo mpaka mke wake. Mwambie huyu sasa ameshikwa na wazimu, boti hilo la nini? Watengeza boti mahali hakuna bahari. Lakini ilikuwa ni wahi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hili laonesha thika ya mitume na Nabii Allah Nuh hapa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ile trust, thika ni ile trust, ile imani waliokuwa nayo kwa Mwenyezi Mungu. Tengeza jahazi, alitengeza jahazi, hakuleta masali mingi, ya Rabbi, lakini tengeza jahazi vipi mahali kama huko hakuna bahari, mito ni hii midogo, hayaingia hata hilo jahazi. La, wasna'il fulka, tengeza jahazi. Yeye akaanza kutengeza jahazi, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, tengeza jahazi kwa macho yetu, sisi tutakuangalia, na kwa wahi wetu, na sisi tutakulekeza. Haya mambo mawili yatosha kwa Nabii Allah Nuh, kuwa ana Mola wake yuamwangalia na yuamlekeza. Kisha Mwenyezi Mungu akamwambia, wala tukhatibni fil ladhina zalamu innahum mughraqun, wala usinisemezeshe kuhusu wale walodhulumu, yani wale makafiri. Usinisemezeshe, usinilalamikie vitimbi vao, achana nao yani. Wala pia usinisemezeshe, yani usiwaombee msamaha, washakufanyia walokufanyia. Sasa wala tukhatibni fil ladhina zalamu, usinisemezeshe kwa wale walokudhulumu, innahum mughraqun,
wao hawana njia nyingine, wao watazama tu, watapatikanwa na ile gharqa ambayo kwamba itakuja. Na hili si kuwa Mwenyezi Mungu alikuwa amewalazimishia ule ukafiri wao ndio waje wazamishwe, la, tumezungumza katika durusi zilizopita kuhusu qadari ya Mwenyezi Mungu inavyofanya kazi. Ndio Mwenyezi Mungu yuwajua kabla hajawaumba na akawaandikia kwa wao watakufuru na watazamishwa, lakini amewaandikia bikamali ilmihi, kwa ukamilifu wa elimu yake ya kujua kitakachotendeka kabla hakijatendeka. Lakini wakati chatendeka hakuwa lazimisha wao wakufuru, aliwapa khiari ya kumwamini Nuh na kumkufuru Nuh. Wao kisha ndio wakachagua kumkufuru Nabii Allahi Nuh. Kwa hivyo hakuwa lazimishia kule kumkufuru, na kule kumkufuru Nabii Allahi Nuh ndio kulowapelekea wao waangamizwe kwa kuzamishwa. Kwa hivyo hawezi kulaumiwa Mwenyezi Mungu hapa ya kuwa yeye ndio alomwambia Nabii Allahi Nuh kuwa usinisemezeshe kuhusu wao tazama. La, amemwambia kwa ilmu yake ya kujua kuwa wale hawarudi tena, kwa sababu yeye wajua kitakachokuja. Kwa hivyo Nabii Allahi Nuh akalitengeza hili jahazi. Mke wake alikuwa akimuuliza kwa kumkejeli, sasa hili jahazi tutalitumia lini? Yani haya maji yatakuja lini? Na watuambia ilikuwa miaka baina kutengeza ile jahazi mpaka kunyesha ile mvua na kutoka yale maji, ilipita miaka. Sasa waweza kutasawar hali ya Nabii Allahi Nuh na dhiki yake wakati ametengeza lile jahazi na hakuna mvua inayonyesha, hakuna maji yanayochimbuka kutoka kwenye ardhi. Lakini Mwenyezi Mungu alikuwa ashamwambia tu, na yeye ameamini, ana imani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mke wake alikuwa akimuuliza, mke wake alikuwa katika waovu kama tunavyoambiwa, wadharaba Allahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Mwenyezi Mungu amewapigia mifano hawa imra'ata nuh na imra'ata lut, mke wa Nabii Allah Nuh na mke wa Nabii Allah Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma, hawa walikuwa chini, yani walikuwa wake za waja wetu wawili wema, mitume wa Mwenyezi Mungu, Nuh na Lut. Fakhanatahuma, wakawakhini, wakawafanyia khiana. Kwa hivyo huyu alikuwa katika makafiri, huyu mke wake akawa yamfanyia kejeli, amuuliza hayo maji yatakuja lini? Nabii Allah Nuh akamwambia haya maji au hili boti jahazi tutalitumia wakati idha farat tanur, wakati itafurika ile tanu yetu. Tanur watu wengi wajua tanur ni jiko traditional lile la kufukuliwa chini kisha likajengewa kisha kukawekwa kuni au moto kule ndani. Hata ukisikia hii mikate tanduri, si jina lake, ule mkate una jina lake. Kama mkate Wahindi waita naan, sijui wenye kuita waita tanuri. Ile tanduri yenyewe ni lile jiko. Sasa kwa ule mkate kuwa wapikwa kwenye lile jiko ndio ukapata hilo jina. Hili jiko lenyewe la kupikiwa mikate na nyama, sio? Kwa hivyo hili jiko lilikuwa la zamani sana, toka wakati wa Nabii Allah Nuh liko. Kwa hivyo akamwambia mke wake, na pia hapa watuambia kuna balagha ya kauli Nabii ya mtume wa Mwenyezi Mungu Nabii Allah Nuh, wakati wazungumza na mke wake, na wanawake wajulikana na watu wa jikoni na watu wa nyumbani. Sasa yeye ataelewa zaidi ukimwambia mambo ya jikoni na mambo ya nyumbani. Sasa hili jahazi tutalitumia lini? Idha farat tanur, wakati ile tanuri yako, jiko lako lile likifurika, yani maji yatakuja kwa chini, ule jiko la moto litakuwa sasa latoa maji. Ule mke wake akashangazwa kwa sababu ya ule ukafiri wake na upungufu wa imani yake. Akatoka kwa watu akiwaambia, ala inna zawji la majnun, hakika mimi nimekubali huyu mume wangu ni mwendazimu. Kwa nini? Asema boti letu tutalitumia wakati majiko yetu yatakapotoa maji. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamhakikishia Nabii Allah Nuh, haswa kauli yake hii
atuambia katika suratu Hud, hatta idha jaa amruna, wale wakabaki katika kejeli hii mpaka ilipokuja amri yetu. Wafara tanur, na ile tanuri ile jiko la mke wake likafurika. Hivyo akamhakikishia maneno yake yale yale, idha fara tanur, wakati jiko litakapofurika lile la tanuri, hata idha jaa amruna wafara tanur, mpaka ilipokuja amri yetu na ile tanur, jiko lile likafurika. Utaona namna ambao kwamba Mwenyezi Mungu yasimama na waja wake. Yale yale maneno waliomkejeli nayo ndio yale yale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaonesha. Lilipofanyika hivi sasa, mvua imeanza na maji yameanza kuchipuka kutoka chini. Qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnain, tukamwambia Nabii Allah Adam, sasa wabebe katika viumbe vote vya Nabii Allah Nuh, wabebe katika lile boti lako viumbe vote wa ulimwenguni, mke na mume. Kulli zawjayn ithnain, kila kiumbe mwanamke na mwanamume. Wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl, na familia yako isipokuwa wale ambao kwamba kauli ishawapitikia kuwa wao hawakuamini, ikiwemo mke wake. Waman aman, na watakao ambao kwamba wameamini wabebe katika lile boti lao. Na watuambia kama aya inavyotueleza hapa mwisho wa hii aya, wama amana maahu illa qalil, wala hawakuamini pamoja na Nabii Allah Nuh isipokuwa wachache kidogo sana, miaka 1000 kupungua 50. Jana tuliona na tukasema miaka 950. Riwaya za mufassirun, Sayyidina sahaba Sayyidina Ibn Abbas katika mufassiruna wa masahaba 80 au kupungua, yani wakizidi 80. Sasa sawirisha mtu amebaki kwa kaumu zake miaka 1000 kupungua 50, hawakumwamini isipokuwa watu 80. Bali riwaya nyingine watuambia waliopanda na yeye mbali na familia yake katika waumini wa kaumu zake watu 10 tu ndio waliopanda naye, lakini hao 10 na hao 80 ndio waliowachagua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndio ilikuwa kazi ya Nabii Allah Nuh. Yenyewe watuambia kawaida ni quality over quantity. Sitaki watu wingi wakaingia na nifaqi na nini, wale wachache, lakini wale wachache wawe na imani ya kisawa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amwambia Sayyidina Ali, la an yahdiya bika Allahu rajulan wahidan khairun laka min humuri ni'am. Mwenyezi Mungu akimuongoza tu mtu mmoja tu kupitia wewe, mtu mmoja tu ni bora kwako kushinda kilichoko katika hii dunia zote. Katika humur ni'am, yani ni mali mingi sana kushinda mali yote yaliyoko katika hii dunia. Kwa hivyo wale wachache walioamini na Nabii Allah Nuh ndio ilikuwa kazi yake Nabii Allah Nuh, na kazi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliikubali na akairidhia. Kwa hivyo hawa wakapanda katika jahazi lile. Bahati mbaya na cha kusikitisha ni kuwa mmoja katika watoto wake Sayyidina Nuh hakupanda katika lile jahazi. Wanada Nuh, Nabii Allah Nuh akamuita yule mtoto wake, njoo upande hili jahazi na sisi. Yule mtoto wake akakataa, akamwambia saawi ila aljabali yasimuni min alma, mimi nitapanda lile jabali litaniokoa na haya maji. Angalia ukafiri na udhalimu na upumbavu ukishazama katika akili na moyo wa mtu. Wewe waona babako ameshinda miaka yote hayo akiwaambia watu kwa kutakuja na gharqa, kutakuja na gharqa, kutakuja na mvua kubwa na maji yatachimbuka, kisha limefanyika hili waliona na macho yako, bado wewe hutaki kupanda lile jahazi. Yani mpaka ile lahdha ya mwisho kabisa hataki kumwamini babake. Yamwambia nitapanda jabali lile, yasimuni min alma. Babake amwambia la asima al-yawm, leo hakuna kulindwa na haya maji, hata lile jabali litafinikwa.
lakini ni uthibitisho wa kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, illa man sabaqa alayhi alqaul, isipokuwa wale kauli ishapita, huyo ni kafir, ni kafir tu. Abu Jahal Firaunu hadhihi lumma, adui namba 1 wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, watuambia alivyokuwa katika vita vya Badr, ameangushwa yuko chini. Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud ndio alommaliza, yuko amempanda juu ya mwili wake, yuamwambia una kauli yoyote ya mwisho ataka kusema? Yuamwambia Abu Jahal. Abu Jahal ameyaona yale yote, na Abu Jahal yuamwambia ibn Mas'ud, amwambia hebu niambie kweli wewe, hili jeshi lilokuja hapa ilikuwa si nyinyi peke yenu? Kuna watu nimewaona warefu warefu, wamevaa maguo meupe meupe, wang'ara ng'ara, amewaona malaika wakipigana na wao. Yani ameona kwa yakini huyo Abu Jahal. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud amwambia, kauli yoyote ya mwisho wataka kuisema kabla sija kumaliza? Amwambia, naam, ninayo kauli ya mwisho. Kauli ya mwisho kamwambie rafiki yako Muhammad, wa mimi nimeishi ni adui yake na sasa nafariki ni adui yake. Ya subhanallah, uko katika, yani hata Firauni yule alivyoona ile maji yamemzidi yamemkaba kwenye koo, akasema amantu bi rabbi Haruna wa Musa, nimemwamini Mungu wa Harun na Musa. Lakini huyu yuko upanga uko kwenye shingo yake hapa, mwambie nenda kamwambie Muhammad mimi bado ni adui yake, sisi ni maadui tukiwa hai, na mimi bado ni adui yake hata baada ya kufariki. Kwa hivyo mambo kama haya ni mubhiratun liluqul, yashangaza akili kwenye Qur'an. Nabii Allah Nuh amuita mtoto wake kwa sikitiko la baba kwa mtoto wake, njoo upande na sisi kwenye jahazi. Amwambia, la, mimi nitapanda lile jabali litaniokoa na maji. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au Nabii Allah Nuh, baada ya kuona hataki kumsikiza, hakukoma hapo, akamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tuangalia zile dua, taban kisa ni kirefu na malumbano yale na maneno ni marefu, lakini Nabii Allah Nuh akamuomba Mwenyezi Mungu, anada Nuhun rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli, ewe Mwenyezi Mungu, yule mtoto wangu ni katika ahli zangu, ni familia yangu, na wewe umeniahidi ukaniambia lile jahazi langu tutawabeba wanyama min kulli zawjayn ithnain, katika wanyama wa kike na wa kiume, wa ahlaka, na ahli zangu umeniambia pia ahli zangu tutawabeba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, innahu wa qala ya Nuh innahu laysa min ahlika. Mwenyezi Mungu akamwambia Nuh, innahu laysa min ahlika, yule si katika familia yako, si katika jamaa zako. Innahu amalun ghayru salih, yule ni amali ambayo kwamba haikusulihi, ni amali mbovu. Ulama watuambia katika tafsiri ya maneno haya, maneno ya Mwenyezi Mungu kumwambia Nabii Allah Nuh, innahu laysa wa yule si mtoto wako, innahu laysa min ahlika, yule si katika jamaa zako, si katika ahli yako, si katika familia yako. Tafsiri ya kwanza yatuambia kuwa tawili ya hii aya ni kuwa yule mtoto fi'lan ilikuwa si mtoto wa Nabii Allah Nuh. Yule mamake si alikuwa muovu, wa daraba Allahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta abdayn min ibadina salihin fakhanatahuma. Yule mke wake Nabii Allah Nuh alikuwa ni mke muovu kafiri, na Qur'ani yatuambia fakhanatahuma, wanawake hao wawili wa Nuh na wa Lut waliwakhini waume zao. Na lugha ya khiana tukisema hata katika lugha zetu za leo, kuwa fulani amekhiniwa na mke wake, yani amemcheat, yani ameenda nje ya ndoa. Sasa baadhi ya mufassirun tena katika salaf watuambia yawezekana kuwa yule mke wake Nuh alitembea nje ya ndoa akapatikana yule mtoto. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Nabii Allah Nuh, innahu laysa min ahlika, yule si katika familia yako, wewe hujui. Ule ilikuwa mke wako ashatembea nyuma yako, akaenda akatembea nje ya ndoa, ndo akazalika. Yule ni mwana haramu, si mtoto wako.
Kwa hivyo hii ni kauli ya kwanza, na baadhi ya mufassirin wakapinga hili, wakatuambia la, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi akamwacha mke wa mtume katika mitume wake, tena mitume muhimu ulul azm, atembee nje ya ndoa, itakuwa ni kumtweza yule mtume. Lakini ulama wale waliosema kwa kauli ya kukhini watuambia la, shirki na kufr ni kubwa kushinda zina. Kwa hivyo ikiwa Mwenyezi Mungu ameruhusu mke wa mtume kama Nabii Allah Nuh awe ni mushrik, ni kafir, halishangawi ikiwa mke wa yule mtume aweza kufanya zina, kwa sababu zina ni dogo kushinda kufr na shirki. Kwa hivyo hii ni kauli ya kwanza. Lakini kauli ya pili, na ambao kwamba ndio kauli ya wingi zaidi, jumhur katika ulama watuambia la, hakukhini yule, haikuja kuwa amekhini yule, si katika watu wake, kwa sababu alimkufuru na alifanya nifaq. Tuambia alikuwa ni munafiki yule, wakati kabla ya lile boti na wakati wote mwingine alikuwa akijidai kuwa amemwamini babake, lakini ilivyokuja ule wakati sasa ndio akadhihirisha ule ukafiri wake. Na hili laelekea sana, kwa sababu hakuna aya ya kuonyesha kuwa Nabii Allah Nuh alikuwa akimtetea au akimwombea Mungu mke wake, pamoja na mke wake kuwa alikuwa ni kafiri na aliangamizwa pia, hakupanda katika lile jahazi. Lakini hakuna aya iliyokuja kuwa Nabii Allah Nuh alimwombea Mungu yule mke wake, kwa sababu yajua ni kafiri. Lakini huyu mtoto wake alikuwa hajui kuwa ni kafir, yeye wajua ni katika waliomwamini, kumbe ni munafiki. Alikuwa akificha ule ukafiri wake, mpaka sasa ilivyokuja yale maji tena na watu washapanda katika lile jahazi, ndio sasa akagundua Nabii Allah Nuh kwa kuambiwa na Mwenyezi Mungu, innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih, yule si katika familia yako, yule ni kazi, ni amal mbovu. Kwa hivyo hii ndio khulasa ya malumbano baina ya Mwenyezi Mungu na Nabii Allah Nuh kwa mtoto wake huyu. Na hapa tuona faida kubwa sana ya malezi, kuwalea watoto wakasilihi, wakawa wema, wakaja kukufaa. Toka mwanzo katika aya iliyotangulia tulioanza nayo, Mwenyezi Mungu anavyotueleza Nabii Allah Nuh alivyowaombea wazazi wake. Lakini pia tuwaona kuwa sengine binadamu, mzazi au baba, aweza akafanya bidii zote za kumsuluhisha yule mtoto toka mwanzo mpaka mwisho, lakini kawa yule mtoto ndio hasuluhiki. Kwa hivyo hii pia imekuja ni kama kuwaliwaza wazazi ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewaonja. Ni maonjo makubwa sana. Hakuna kitu thaqili kwa mzazi kama kuwa na mtoto ambao kwamba hakusilihi na yeye huenda mbio kumsuluhisha. Kwa hivyo hii imekuja kama kuwaliwaza pia wazazi katika Waislamu na wazazi katika wanaoisoma Qur'ani hii, ya kuwa wewe hata ukafanya bidii vipi, hata ukawa mwema vipi, huwezi kumshinda Nabii Allah Nuh. Na Nabii Allah Nuh kwa wema wake na bidii yake yote aliyoifanya, lakini bado mtoto wake alikuja akamgeuka mwisho na akawa katika makafiri. Lakini asli ni kuwa mtu afanye bidii katika kuwalea na kuwalekeza na kuwaombea Mungu watoto wake. Kama vile ni dalili ya wema mtu kumwombea dua mzazi wake, pia ni dalili ya wema wa mzazi kumwombea dua na kumwombea Mungu na kuwatakia kheri watoto wake. Na hii ndio ilikuwa sunna ya mitume na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tukimalizia, Nabii Allah Ibrahim alipopewa utume, wa idhtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin faatammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Nabii Allah Ibrahim alipopewa imamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inni ja'iluka linnasi imama, sisi tumekufanya wewe ni imamu, ni kiongozi, ni mtume. Nabii Allah Ibrahim kabla hata hajajibu kukubali ule utume au kumwambia umekubali Mwenyezi Mungu kwa lugha yote ile, neno la kwanza tu lilivyokuja, ni ja'iluka linnasi imama, qala wa min dhurriyyati,
Akamwambia Mwenyezi Mungu, na katika dhuria wangu na katika kizazi changu na pia utawafanya ni maimamu ya Allah. Angalia pupa lake la kutaka mustakbal wa kizazi chake kiwe ni kizuri. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, qala la yanalu ahdi adh-dhalimin, akamwambia pia katika vizazi vako tutawafanya ni maimamu na mitume, lakini ahadi yangu hii haitowagusa adh-dhalimin, madhalimu katika kizazi chako. Na fi'lan hakuna mtume alozaa alokuwa na kizazi cha mitume wingi kama Nabii Allah Ibrahim, bali kila mtume alokuja baada ya Nabii Allah Ibrahim ni katika kizazi chake, mpaka mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie sisi ni wenye kuwatendea wema wazazi wetu, kuwakumbuka kwa dua, kuwatii wakiwa hai na kuwaombea pale ambapo kwamba wamekwenda mbele za haki. Na atujalie sisi tukiwa ni wazazi na tutakapokuwa wazazi kuwasuluhisha watoto wetu, na atupatie taufiki katika kazi ile ya kuwasuluhisha, na atujalie tupatane na wao peponi insha Allah. Mwenyezi Mungu atuambia katika aya, walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum, wale ambao kwamba wataamini kisha vizazi vao wakawafuata kwa imani pia wakaamini, tutawakutanisha wote hawa peponi insha Allah. Mwenyezi Mungu atukutanishe sisi na wazazi wetu pamoja na mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Insha Allah hapa tutakoma, na kama tulivyotangaza jana kuwa kesho tutakuwa na mgeni Sheikh Said Ali Hassan, mudiru wa Markazul Ikhlas Gongoni. Atoka Gongoni atakuja kuwa na sisi katika darsa kesho. Kwa hivyo insha Allah tuwepo naye hapa, na siku ya Alhamisi itakuwa ni mwalimu wetu Ustadh Shami Uthman. Sisi insha Allah tutaendelea Ijumaa na darsa ya Seira, Mwenyezi Mungu akitujalia. Mwenyezi Mungu atupe ilmu na amal na nia na ikhlas, atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Wassalamu alaikum wal afwa minkum.